za uhai wake. Bi Mwanaisha amefanya kazi mbalimbali kama ifuatavyo. Amefanya kazi kama mkunga katika mkoa wa Arusha, Mtoa Mbu, lakini amefanya kazi katika kiwanda cha nguo cha Urafiki. Amefanya kazi pia za siasa kwa vyeo tofauti tofauti enzi za uhai wake, na pia kazi yake ambayo mpaka umauti unamfika ni ya kulea watoto yatima katika kituo cha kulea watoto yatima cha New Life Orphans Home kama mkurugenzi na mlezi wa kituo hicho. Bi Mwanaisha aliolewa na marehemu Mzee Saidi Kondo mnamo mwaka 1970 ambapo wamefanikiwa kupata watoto 7 na wajukuu 23. Aidha, mpaka umauti unamfikia Bi Mwanaisha alipatwa na maradhi ambayo yalitambulika mwanzoni mwa mwezi wa 9 katika mwaka huu, na alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa vidonda vya tumbo pamoja na pumu. Mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 9 alipelekwa katika hospitali ya Regenesia iliyoko Tegeta, ambapo aliendelea kupatiwa matibabu mpaka mauti yake alipomfikia siku ya jana tarehe 14 mwezi wa 10 katika mwaka huu wa 2025. Enzi za uhai wake. Katika enzi za uhai wake, Bi Mwanaisha atakumbukwa kwa kuanzisha kituo cha kulea watoto yatima na mazingira hatarishi mnamo mwaka 2001, kituo kilichotambulishwa kwa jina la New Life Orphans Home. Kituo hiko kimelea zaidi ya watoto 300 mpaka sasa na kimepata mafanikio mbalimbali kama vile kufanikisha elimu za watoto hao mpaka ngazi ya chuo kikuu na ufundi, kuwapatia ajira vijana mbalimbali katika nyanja mbalimbali ikiwemo serikalini, kuwapatia watoto jengo na makao yao ya kudumu. Mpaka anafariki, Bi Mwanaisha ameacha jumla ya watoto 93 wanaolelewa kituoni hapo, wakiwemo 53 wa kiume na 40 wa kike. Tunapenda kutoa shukrani zetu kwa uongozi wa hospitali ya Regenesia na wafanyakazi wake kwa kuwa bega kwa bega katika kumgusa mama yetu mpaka pale umauti ulipomfika. Tunapenda kutoa shukrani zetu kwa taasisi mbalimbali ambazo Bi Mwanaisha alishirikiana nazo katika enzi za uhai wake. Tunapenda kutoa shukrani zetu kwa watu binafsi ambao kupitia kwao aliweza kuwalea watoto hawa. Tunapenda kutoa shukrani zetu kwa ndugu, jamaa na majirani ambao Bi Mwanaisha alishirikiana nao katika kuwalea yatima. Asanteni sana, wabillahi tawfiq.